Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya makala tuliokuwa nayo leo hii ni tunazungumzia mazungumzo yanayoendelea baina ya Marekani na Iran. Mazungumzo haya yamekuwa ni kizungumkuti na yanaonekana yasiokuwa na majibu. Mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani pamoja na Iran ni mazungumzo ambayo kila upande wakati huu unaonekana kuwa na misimamo iliyokuwa imara, misimamo isiyoyumba. Katika mazungumzo haya, Marekani ambayo inashinikizwa pia na Israel imeitaka Iran kwanza isiwe na urutubishaji wa nyuklia, kwa maana iwe urutubishaji sifuri wa nyuklia na isiwe na makombora ya mabomu ya nyuklia. Kadhalika ni Marekani ambayo imeitaka Iran iachane na mpango wake wa makombora ya masafa marefu, jambo ambalo Iran imesema haikubaliani na mipango hiyo. Jambo jingine ni Iran kuachana na mpango wa kushirikiana na makundi ambayo Marekani pamoja na Israel na nchi za magharibi wameaita makundi ya kigaidi, makundi kama vile Hezbollah huko Lebanon, lakini pia wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen, lakini pia na wapiganaji wengine huko Iraq na hata Hamas katika ukanda wa Gaza ama Palestina kwa ujumla. Hata hivyo, hadi wakati huu imefikia karibia mazungumzo ya awamu mbili tangu kuanzishwa kwa mazungumzo kwa mara nyingine tena kati ya Marekani na Iran, huku yakionekana kama yenye muonekano wa kumalizika kwa mzozo huo. Lakini kwa namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump anavyotazama mazungumzo hayo na kwa namna ambavyo kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei anavyotazama mazungumzo hayo, ni kwamba ni mazungumzo ambayo hayawezi akatoa majibu. Na ndio maana hata wakati huu rais Donald Trump ametoa siku 10 hadi 15 kwa taifa hilo la Iran kufikia makubaliano na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia, vinginevyo mambo mabaya yatatokea kwa Iran kama ambavyo bwana Donald Trump amezungumza. Kauli hizi zimejibiwa na kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei ambaye amesema kwamba Marekani imekuwa ikitoa vitisho katika siku za hivi karibuni kwamba itaanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema kwamba lakini pia wao wana silaha ambazo zina uwezo wa kuweza kuzamisha meli za kivita za Marekani ambazo zipo katika eneo la Mashariki ya Kati. Vyanzo kutoka nchini Marekani vimesema huenda maeneo machache ya kijeshi au ya kiserikali ya Iran yakashambuliwa hivi karibuni. Wakati huo vyombo vya habari vya Marekani pia vimeripoti kwamba rais Donald Trump anapima uwezekano wa kuruhusu mashambulizi madogo dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu na kuilazimisha ifikie makubaliano ya nyuklia na Washington. Rais Trump amesema waziwazi kwamba Iran ina muda wa siku 10 hadi 15 kufikia makubaliano na Marekani kuhusu mradi wake wa nyuklia, vinginevyo kitatokea kile alichokita mambo mabaya kabisa dhidi ya nchi hiyo. Mshauri wa kiongozi wa Marekani amekadiria kuna uwezekano wa 90% ya kufanyika mashambulio ndani ya wiki kadhaa ikiwa mazungumzo yatashindikana. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kimsingi mazungumzo hayo hayatawezekana na yatashindikana, na hivyo kila upande ambao wanasema umejiandaa kwa ajili ya mapambano upo tayari kukabili upande wa pili kama ambavyo kila upande umekuwa ukielezea. Vyanzo pia vinavyofahamu kinachoendelea kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na mazungumzo yasiokuwa ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran vimesema kwamba Marekani imesema shambulio la mwanzo ilikuwa litaidhinishwa huenda likagusa baadhi ya maeneo huko nchini Iran ili tu kuipa tumbo joto Iran kubaliane na matakwa ya Marekani. Itakataa kufikiana na mapendekezo ya rais Trump ya kutakiwa kusitisha kabisa urutubishaji wa madini ya urani, Marekani itachukua hatua ya kufanya mashambulizi makubwa ambayo huenda yakalenga kuangusha madarakani utawala mjini Tehran. Kadhalika, taarifa zinaeleza kwamba meli nyingine ya kijeshi ya USS Gerald Ford kufikia siku ya Jumatano imefikia katika eneo la Gibraltar ikitokea Caribbean. Manuari hiyo imepangwa kujumuika na ile ya USS Abraham Lincoln kwenye bahari ya karibu na Iran. Lakini kwa upande wa Iran kukoje? Kwanza kabisa ni msimamo wa Ayatollah Al-Khamenei. Kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anaonekana kwamba yupo tayari na amejipanga vilivyo na majeshi yake kwa ajili ya mapambano. Balozi wake katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani kupitia barua yake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa alisema nchi yake haitaki mivutano wala kuingia vitani na hitoanzisha vita vya aina yoyote, lakini itajibu endapo itashambuliwa, liwe shambulio dogo ama kubwa.
Jamhuri hiyo ya Kiislamu pia iliendesha luteka za kijeshi za kila mwaka pamoja na Urusi, na sasa hivi zinataka kuendesha luteka nyingine ambayo itajumuisha China, kwa maana China, Iran pamoja na Urusi, na luteka hii itafanyika katika mlango bahari wa Hormuz, na kwamba mlango bahari huo sasa utakuwa unafungwa rasmi. Kadhalika, Iran imetangaza kufunga mlango huo bahari wa Hormuz baada ya mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, hali katika eneo hilo inazidi kuwa mbaya kutokana na kwamba mataifa ya China pamoja na Urusi yanazidi kuongeza kasi ya mvutano baada ya kuonyesha kwamba yapo tayari, baada ya kuonyesha kwamba yanapinga mpango wa Marekani wa kuishambulia Iran, lakini ushiriki wao wa mazoezi unaleta mashaka kwa upande wa pili kwamba huenda mashambulizi yakianza tu mataifa haya huenda yakaingilia kati, na uwepo wao kijeshi na ushirikiano wao wa kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni onyesho lingine kwa ulimwengu kwamba huenda kuna jambo kubwa ambalo linaweza likaikuta Marekani katika wakati huu. Na ndio maana wachambuzi wa mambo wakasalia, mazungumzo haya yapo katika hali ya kizungumkuti na huenda jambo lolote likatokea wakati wowote, lakini pia wazo la kuwepo kwa vita bado ni dogo sana kwa sababu ya sababu hizo ambazo tumezitaja. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.